Na ni katika jina la Yesu maana tumeomba na tunaamini. Amen. Tupige Yesu makofi. Haleluya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninamshukuru kwa ajili ya wokovu, kwa sababu ya nguvu zake na uwepo wake katika maisha yangu. Amekuwa kimbilio na rafiki wa karibu sana. Kwa hivyo niko na shukrani kwake. Ninataka kuongea juu ya vile tunaweza kushinda vita katika maisha haya. Mpendwa, ninaanza na kusema kwamba tuko katika vita. Wiki iliyopita nilikuwa ninawaambia kwamba katika maisha haya ni vita na vita aina nyingi. Na sababu ya vita na hakuna kingine ni kwamba tuko katika ulimwengu ambao kuna adui alitupa katika ulimwengu kwa ajili ya kufanya makosa. Na yeye akakuja ulimwenguni angoje siku moja atupe jehanamu. Kwa Yesu asifiwe. Na hiyo ndio sababu yeye analeta vita kwa watu kwa sababu hataki kwenda jehanamu peke yake. Kwa Yesu asifiwe. Hataki kwenda jehanamu peke yake. Kwa hivyo yeye anashukuka hapa na pale, anatafuta njia zote aweze kupendeza ama aweze kuwin wengine upande wake, na ndio wakatupa motoni pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kuna vita. Na hapo vile vita anapigana na sisi hatumesani na yeye. Siku nyingine niwaambia hatumesani na yeye. Kwa sababu tunapigwa vita ambazo sio zetu. Bwana asifiwe. Tunapigwa vita ambazo sio zetu. Kwa sababu ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu ya kwamba binadamu, na ilikuwa mapenzi ya Mungu alipoumba binadamu ya kwamba atatawala milele. Bwana Yesu asifiwe. Aliumba mbingu kwa ajili ya binadamu. Kwa hivyo vita ni watu wasiingie mbinguni. Na kwa hivyo vita ni vya Mungu na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Vita ni vya Mungu na shetani. Kwa hivyo ndio nilisema kwamba tuko katika battlefield ambao tunaletewa vita kutoka upande huu na upande ule mwingine. Kwa hivyo nataka Mungu akaweze kukusaidia na Roho Bwana akaweze kukusaidia. Ndio nikuonyeshe, kwa sababu mpendwa hautakosa vita maishani mwako. Bwana asifiwe. Given time kila mmoja aseme ile vita anapitia, utashangaa. Utakuta kwamba hakuna Mungu ana vita. Na yule ana Mungu akubariki sana. Hakuna vita. Na Mungu akusustain tu. Bwana asifiwe. Na Mungu tu akupiganie usije ukaingia kwa vita. Kwa sababu watu wako kwa vita na vita vikali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tudiscuss mambo machache ambayo inatusaidia katika zile vita tunakutana nazo tukiwa katika ulimwengu huu. Jambo moja ambalo tunafaa kuangalia kwa ajili ya yule anaandika ama mwenye angetaka kukua hiyo jambo inamsaidia baadaye. Kitu cha kwanza ni tujue adui yetu ni nani. Bwana asifiwe. Ujue adui yako ni nani. Uko katika vita. Huyu mwenye anapigana na wewe ni nani? Hii ni kumaanisha unaweza kumistake yule mwenye apigani na wewe uone kama ni yeye anapigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuingia katika vita ujikute ya kwamba unaona kama vita yako ni mume wako na kumbe si yeye. Unaona vita yako kama ni mke wako na kumbe si yeye. Unaona vita yako ni kama ni mtoto wako na kumbe si yeye. Unaona kama ni mzazi wako na kumbe si yeye. Kwa hivyo you need to identify your enemy. So your enemy kama vile huyu Josephat aliweza kuidentify, alielezewa vizuri. Bwana asifiwe. Na ninashukuru kwa ajili ya Mungu kwa ajili ya Josephat. Kwa sababu Josephat alielezewa, sasa umekujiwa na wafalme watatu wameungana wakuje kupigana na wewe ukiwa peke yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alijua adui zake vizuri sana. Tumeambiwa ni Amorites, alijua ni Amorites. Alijua ni Moabites. Bwana Yesu asifiwe. Alijua ni hao wengine wa upande wa kulima. Na aliwajua vizuri sana. Hao adui ni wale Mungu alisema tusiwamalize. Bwana asifiwe. Alijua. Na ndio hapo tumesoma alikuwa anauliza maswali. Anauliza Mungu, wewe hawa watu ni spare na wanatulipisha. Wanatupia ile inayoitwa na Waswahili asante ya punda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unataka kupigana hizi vita, kama unataka
dunia ama vita vya maisha yako, identify your enemy. Amen. Identify your enemy. Identify your enemy. Your enemy may be your attitude. Bwana Yesu asifiwe. Enemy yako anaweza kuwa ni attitude ambayo uko nayo towards people. Ama si ni attitude inaitwa nini kwa Kiswahili? Attitude. Lakini sio unajua Kiswahili. Bwana asifiwe. Unajua nini ni attitude? Mtazamo wako. Tupigie Bwana Yesu makofi. Yes. Inaweza kuwa adui yako ni mtazamo wako. Na kwa sababu ya mtazamo wako, umeanza kublame karibu kila mtu. Unaanza kukasirikia kila mtu. Unaanza kuwa vita na kila mtu. Unaona ni kama watu wanakupiga. Na kumbe hakuna mtu anakupiga. It is just by your attitude. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni lazima jambo moja ndio uweze kupigana hii vita ushinde. Kwanza identify the enemy. Anaweza kuwa ni your pride. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ni your pride ama ni kujiinua kwako ndio vita vyako. Bwana asifiwe. Na unaona kama unapigwa na wale wengine, unaanza kupiga kwa wale wengine. Inaweza kuwa ni bitterness uko nayo kwa moyo wako. Na hiyo bitterness inakufanya uone kama ni wale wengine. Na kuambia ukipiga wale wengine hautawahi kushinda kwa sababu haupiga. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako jua adui yako. Jua adui yako. Jua adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kushinda vita vya dunia hii ama vita vya maisha yako, jua adui yako. Bwana asifiwe. Ukijua adui yako, utakuwa in a better position ama utakuwa mahali pazuri ambapo unajua nitapigana namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Joshua alijua, hakajua adui zangu ni nani na akajua hata ni wangapi. Bwana asifiwe. Ni vizuri ujue ni wangapi. Unaweza kuconcentrate na kupiga mmoja, kumbe kuna mwingine. Bwana asifiwe. Labda ni kiburi uko nacho, na badala uko na kiburi, uko na bitterness na uko na revenge. Bwana asifiwe. Lakini unaanza kupiga kiburi peke yake. Si revenge itakumaliza. Bwana asifiwe. Sio adui mwingine anakumaliza. Joshua identify wote watatu. The three nations identify. Bwana Yesu asifiwe. Na alipo-identify ndio alijua na for sure. Hausiwezani nao. Bwana asifiwe. Hausiwezani nao. Lakini nitajua vile nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ama point number 2, unafaa kujua namna ya vile utacontrol your emotions. Bwana asifiwe. Wakati utajikuta ni kweli adui ameniinukia, ni kweli kuna adui ameniinukia upande huu, hawa watu wamekuja wameungana, yani waliketi chini wapakapanga jana vile watananiataka. Kwa hivyo jambo ya pili tuweze kushinda hiyo vita ni control your emotions. Bwana Yesu asifiwe. Ama ujizuilie vile wewe unafeel ama vile unaweza unachukua mambo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia huwa inatuambia katika kitabu cha James chapter 1 and verse 19, huwa inatuambia tuwe wa kusikiza. Bwana asifiwe. Joshua alisikiza kwanza. Hallelujah. Alisikiza. Tunakuwa tuwe very quick in listening. Ama in hearing. Unaweza kupatiwa hiyo James. Maandiko inasema kwamba tumeambiwa tuwe very quick in listening. That is James chapter 1 and verse 19. Yes. James chapter 1 and verse 19 inasema, wherefore my beloved brethren, let everyone be swift to hear. Swift to hear. Yaani kuwa na masikio ya kusikia kwa haraka sana. Sikia kwa haraka. Bwana asifiwe. Usikie kwa haraka kabla adui aingie sana. Bwana asifiwe. Ufanye haraka kusikia kabla adui aingie sana. Jambo la pili, usiwe na haraka kuongea. Slow to speak. Slow to speak. Hiyo ni kumaanisha una control, yani umeshika emotions zako. Ni watu wangapi wanainukiwa na wanachukua muda wananyamaza tu, lakini hawajaongea. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni slow to run. Usikasirike haraka. Bwana asifiwe. If you want to win, kama unataka kushinda vita vya maisha, kitu cha kwanza
be slow to speak. Kuwa mtu, first of all, be swift. Ama kuwa na haraka ya kusikia na uwe slow to speak. Usiongee kwa haraka. Na jambo la tatu, yani you take time kabla ukasikie jambo ama uinukie jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hili kumaanisha kwamba utajipatia muda. Tangalia Joshua alikuwa na sababu ya kushtuka sana. Kitu cha kwanza, alikuwa na sababu ya kulalamika sana. Wao wameanza kukuinukia na ni wale tuliwaacha. Wakati tulimaliza wale wengine, wakati tulimaliza mingine ingine, hao ndio wanatuinukia. Alikuwa na sababu kubwa sana kukasirika haraka. Bwana asifiwe. Na akikasirika haraka, akose kuchukua ile hatua inafaa. Bwana asifiwe. Ukimagine ukikasirika haraka, huo ndio wakati unajikuta kwamba ile hatua umechukua sio hiyo. Kwa sababu Joshua angepinduka mara moja, aende kwa majeshi, si alikuwa na jeshi. Aende kwa majeshi wake, na kabla aende kwa majeshi wake, aangalie cabinet yake, aangalie the minister of defense. Bwana asifiwe. Wawe na kamati haraka sana, muulize tutafanya namna gani. Wacha tuite usaidizi kutoka Ethiopia, wacha tuite usaidizi kutoka ndio tupambane na hao watu. Hadi wao ndio wanajua kujiunganisha kuliko sisi. Bwana asifiwe. Lakini Joshua alikuwa ameongozwa na Roho wa Mungu ya kwamba yeye hakuwa na he control his emotions. Control your emotions if you want to win. Control your emotions. Hata kama umefanywa nini, hata kama umeambiwa nini, kama unataka kushinda vita vya maisha, control your emotions. Piga kwa Yesu makofi. Kwa sababu gani? Kile kinafanyanga watu waogope na watu wawe na emotion. Kile kinawafanyanga sana ni kuogopa. Anaweza kuwa tunaambiwa vizuri ya kwamba ni kweli Joshua aliogopa. Bwana asifiwe. But he was able to control his emotions. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu gani? Kwa sababu Friday nilikuwa naambia watu hapa, tukisoma maandiko yanatuambia kwamba hatufai kuogopa jambo lolote. Hata kama vita zinakuja namna gani, hata kama katika maisha haya tunakutana na mambo mazito namna gani, hatufai kupeana nafasi ya kuogopa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba God has not. Inasema Mungu hajakupea roho ya woga. Bwana Yesu asifiwe. God has not given us the spirit of fear. Yes. Look at 2 Timothy chapter 1 and verse 7. Mungu hajakupea roho ya woga. Kwa hivyo sisi sio waoga. Sisi sio ngoja. Sisi hatujapewa hiyo. Kama unajisikia kwa moyo wako kuna uoga, kwa sababu huo uoga ndio utakufanya ukose kutunza emotions zako. Kama unasikia uko na uoga, unafaa kuomba. Unafaa kufunga na kuomba. Unafaa kusema uombewe. Roho ya uoga iondoke. Bwana asifiwe. Haujapewa na Mungu. Itakuondokea kwa nini? Kwa sababu hiyo hujapewa kwa Mungu. Amen. Kuna kitu unaogopa. Hujaingia hiyo roho umepewa. Bwana asifiwe. The Bible says, you tupatie hiyo Timothy. The Bible says God has not given us the spirit of fear. Hallelujah. Mungu hajatupea roho wa uoga. Kwa hivyo mwenye alikupea hiyo roho wa uoga, ninakuambia ni atiye wako. Ama ni adui amekupatia hiyo uoga. Aje kuwekea hiyo uoga ndio aitumie akushinde. Bwana Yesu asifiwe. Tumetupatia Timothy. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 and verse 7. 2 Timothy chapter 1. Tumwaleo wa kwanza mstari wa leo. Sio Timothy wa kwanza, tumwaleo wa pili mstari chapter 1. Yes, 2 Timothy. For God, hebu tusome hiyo pamoja na Bwana. Yes. For God. Kwa sababu Mungu hajakupea. Wewe unaogopa. Kuna kitu unaogopa saa hii. You have to defeat it in Jesus name. Unafaa kuacha kuikemea hiyo. Hiyo unaogopa ikemea. Ukemea hiyo roho ya woga. Ni roho ya woga uko nayo. Na Mungu hajakupea. Haujapewa na Mungu. Bwana asifiwe. Haujapewa na Mungu.
hivyo kila Mungu ametupea the spirit of power, ametupea roho wa nguvu, ametupatia roho wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ametupatia roho wa upendo na ametupatia roho wa sound mind. Bwana Yesu asifiwe. Ama akili timamu. Mtu mwenye ako na akili timamu, mtu mwenye ako na upendo, mtu mwenye ako na nguvu, hata wakiwa wengi kiasi gani, ana nafasi ya uoga. Kwa hivyo anaweza kukipa emotions zake. Na ndio akikipa emotions zake, ataweka kumake the decision. Atafanya uamuzi ulio bora. Ambia mwenzako uamuzi ulio bora. Katika maisha yetu tunahitaji kufanya uamuzi ulio bora. Watu wengi wamefanya uamuzi ambao sio bora na wamejuta baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Wamejuta baadaye. Na kwa hivyo ndio tusije tukaingia huo mtego. Tunafaa kuwa control our emotions. Na emotions zetu tutazicontrol kama hatuogopi. Kama tumesaidiwa na Mungu na kwamba hatutapea nafasi ya kuogopa kwa sababu hatujapewa na Mungu. Jambo la tatu, ninakufundisha namna ya kushinda vita ya maisha haya. Amen. How to win battles of life. Maandiko inasema ukiangalia kutoka verse 3 mpaka 13, Joshua alichukua hatua. Na kwa sababu pointi ya tatu inasema take your problems to God. Peleka shida zako, peleka changamoto zako, peleka chochote kimekuja kinyume chako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nimewasomea na umesoma ya kwamba Joshua alimgeukia Mungu. Joshua alienda kwa hekalu. Sivyo ndio tumesoma? Alienda kwa hekalu. Hebu muulize mwenzako, ukipatana na changamoto unaenda wapi? Hebu muulize unaenda wapi? Unageukianga nani? Ukipatana na changamoto za maisha haya, unageukianga nani? Unageukia mume wako? Unageukianga watoto wako? Unaendanga wapi? Joshua alienda kanisani. Alienda kwa hekalu. Bwana asifiwe. Alienda kwa hekalu. Watu wamepataishwa na dunia mpaka wameenda mahali nyingi sana. Wameenda ni mahali nyingi sana. Lakini kama utaenda kwa hekalu, utakumbusha Mungu. Hata wale wengine walipopata changamoto, wengine wameelekea Mombasa, wengine wameelekea Tanzania, wengine wameenda kule Makoyo. Kwa siwezi kusahau Makoyo kwa sababu kuna watu walienda Makoyo. Alijua kile kilifanyika. Bwana asifiwe. Brao walienda Makoyo. Hata siku hizi watu wanaenda makawani huko kwetu. Huko kwetu wanaenda. Na mambo imeharibika na kuambia. Bwana asifiwe. Wakati unapatana na changamoto ya maisha, kile kitu unafanya kuwa mwerevu kama Joshua. Enda katika hekalu. Turn to God. Geukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko husema kwamba mtumishi wa Mungu ama mfalme mmoja alikuwa anaitwa nani? Mwenye aliambiwa na Mungu utakufa. Atumiwa nabii akaambiwa weka nyumba yako vizuri. Weka. Wakati wako umefika wa kukufa. Na yeye hakushughulika na emotions na alimgeukia Mungu. Maandiko yanasema yeye aligeuka, akajua sita kuangalia wewe, akaangalia kwa ukuta. Yaani yeye alimgeukia Mungu, akamkumbusha na wewe unakumbuka ile mambo nimefanya. Unakumbuka ile kazi nimefanya. Bwana Yesu asifiwe. Aligeukia Mungu. Kwa hivyo mpendwa, ninataka kuambia nini? Vita lazima ziwe. Na nimewaambia kila mtu ako na vita. Kwa hivyo wakati utapata vita, mahali pale tunapeleka vita vyetu, mahali tunapeleka changamoto zile tunakutana nazo, tunapeleka kwa Mungu. Maandiko inasema ukisoma hiyo kutoka 3 mpaka 13, utaona vile Joshua aligeukia Mungu. Akageukia Mungu. Hebu tupatie na mbali. And Joshua here basi mimi jamani. And set himself to seek the Lord. Set himself to seek the Lord. Alipopatana na vita, yeye aliamua kugeukia Mungu. Na akasema sasa ni kufunga na kuomba. Ni kufunga na kuomba. Nashukuru Mungu kwa sababu mchungaji wetu anatukumbusha kila wiki anatuambia ni nani wataweza kufunga na waombe siku fulani. Ni wakati wa
Mungu asifiwe hapo maeneo. Haleluya. Tupia bwana. Ni mmoja. Sasa watu walikumbuka kuomba. Waliinua mkono isipokuwa sio wote. Hiyo ndio ile step nzuri unafaa kuchukua. Wakati ule unakutana na jambo zito katika maisha haya, the next thing you are supposed to do ni kumgeukia Mungu. Maandiko yanasema Joseph alimgeukia Mungu na akaingia katika maombi. Wakati unamgeukia Mungu mpendwa, katika maombi unapata kwamba unakumbusha Mungu, unamuuliza Mungu. Yaani ninafikiri mlisikiza vile tulisoma au ulisoma unaona ya kwamba Josephat alianza na kuambia Mungu position yake. Na akamkumbusha Mungu, na wakati ule baba yetu Suleimani alijenga hekalu, alisema kwamba wakati ule tutakuwa na shida, wakati tutakuwa na magonjwa, wakati tutakuwa na njaa, wakati adui atakuinukia, tukikuita tukiwa katika hii nyumba yako, Mungu utasikia ukiwa juu mbinguni na utarudi kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Akakumbusha Mungu. Ni katika hekalu wa Mungu ama ni katika nyumba ya Mungu tunakumbushanga Mungu yale alituitia. Tunamkumbusha. Unamwambia na Mungu nisema, nitakapokuita nitakuokolewa. Mungu anahitaji kuokolewa. Ni atahitaji niokoe katika hii jambo. Bwana Yesu asifiwe. Josephat alimkumbusha. Na hapo ndiye alimwambia Mungu, Mungu usipotusaidia sisi hatuwezani nao. Ni wengi kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi kuliko sisi. Nani nakwambia walikuwa wengi? Bwana asifiwe. Walikuwa wengi. Lakini Josephat hakufanya kama vile nilikuwa nawaambia hapa kesha. Hakufanya kama vile Gehazi mtumishi wa Elisha alifanya. Nilikuwa nawakumbusha kwamba Gehazi aliangalia maadui, akaona maadui wengi wamekuja wakiwa na farasi, wamekuja askari wengi, wanakuja kupigana na watu wangapi? Wawili ambao ni nani? Ni Elisha na Gehazi mfanyakazi wake. Yaani wametumiwa jeshi mzima. Bwana asifiwe. Katika maisha haya utatumiwa jeshi. Ambia mwenzako utatumiwa jeshi. Wale watakuja kinyume chako watakuwa wengi. Amen. Watu wawili walitumiwa jeshi ikiwa na farasi, ikiwa na chariots, inaitwa nini? Wakiwa na chariots, wakiwa na wakakuja. Bwana asifiwe. Na hiyo jambo ikamweka Gehazi kufadhaika. Ikafanya Gehazi aogope. Shetani akamwekea ile kitu inaitwa woga. Ile tumepewa, hatujapewa roho ya woga. Kwa hiyo maadui hata wakija wakiwa wengi hivyo, usikubali roho ya woga. Gehazi alipindukia nani? Alipindukia Elisha akamwambia, na tumeisha. Wale wamekuja kwetu ni wengi. Na sisi leo hatutapata tena. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio hatari iko. Wakati ule mchungaji anakuambia ukuje tukuje tuombe. Wewe unakosa kuomba. Unakosa kuja kuomba. Yeye anaona tofauti na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mchungaji anaona tofauti na wewe. Wakati amekwambia kuja tuombe ukakosa kuja kuomba, wewe utaona kama Gehazi, yeye ataona kama Elisha. Bwana asifiwe. Tofauti ni kuwa nini? Ni kwa sababu Gehazi Elisha yeye alikuwa connected na Mungu. Elisha yeye alikuwa katika uwepo wa Mungu. Kwa hivyo ndio sababu alikuwa na amani, amelala. Bwana asifiwe. Yeye amelala alikuwa na amani. Kwa sababu yeye alikuwa anajua ni kweli wanakuja, lakini hata wakija walio upande wangu ama walio upande wetu sisi tukiwa na Elisha ndio wengi. Bwana asifiwe. Wapendwa, nataka kukuambia ni hata wakati ule vita na maisha zinakuja zikiwa na mgangani, jua walio upande wako ndio wengi. Walio upande wako ndio wengi. Walio upande wako ndio wako na nguvu. Bwana asifiwe. Yaani ile nguvu Mungu anatupea ya kutupigania ni kubwa, kwa sababu anajua ile shetani anapeana. Anajua shetani anapeana nini? Anapeana labda 3 soldiers. Naye Mungu anafanya mara ngapi? Ndio maandiko inasema mtu mmoja ataangusha 1000. Bwana asifiwe. Hata hizi mtu mmoja ako na nguvu ya kupiga 1000. Mmoja. Na watu wawili 10,000. Yaani anatupea nguvu nyingi kupita vile adui anatukujia. Na ndio Elisha alimwambia usiogope.
Akaona mtu kametembeka. Akaambia Mungu tukafungue macho, hata kama hajaomba, hata kama akaja kuwa katika uwepo wako, kafungue macho. Bwana asifiwe. Kaone, akaoni. Akafunguliwa macho. Woi, akaona walio upande wetu ndio wengi, tena wamekuja na farasi, na farasi zile wamekuja nazo ni za moto. Piga Bwana Yesu makofi. Haleluya. Wewe utumie nguvu za kawaida, ndio sababu ufai kuogopa. Hebu angalia, ninakwambia vita za maisha, vita vya ukiwa uhai, zile vitu unakutana nazo ni kama hizo zilikutana na Elisha. Na Elisha hakupeana nafasi ya kuogopa. Kwa ajili macho yake ilikuwa inaona walio upande wao wengi, na pia wako na nguvu ambazo ni hizo ndio wanazo mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Why should you fear? Kwa nini upigane? Kwa hivyo kile utafanya ni nini? Utakaa katika hiyo hali wakati utakuwa unajua vizuri shida yako utampelekea Mungu. Wakati utakuwa unajua kwamba unipata nafasi kuenda kupeleka hizo shida, hizo changamoto katika hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Ukipeleka changamoto katika hekalu mpendwa, utaona zile nguvu ambazo zinakuzingira. Na kwa hivyo utaogopa. Hautaogopa. Ninaweza kuimagine vile Elisha alikuwa so relaxed. Akasema, hao wanaona kama wamekuja sana, sasa hebu wafanywe nini? Wawe vipofu. Bwana asifiwe. Wafanyike vipofu. Haleluya. Na wakafanyika. Na sitaendelea hapo kwa sababu hapo sio hali yako. Lakini nataka kukupea ujasiri. Hata kama unapitia nini katika maisha haya, hata kama umerukiwa na nani, kwa zile nguvu uko nazo ni kubwa sana. Kopea zile uko nazo. Amen. Kopea zile umepewa nguvu nyingi zaidi. Nguvu zile umepewa zinaweza yaani ziko kubwa kuliko hizo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema Josephat akaomba. Na jambo lile Josephat aliomba moja, sikuwa sitakusomea kwa sababu ya muda, lakini iko hapo tu. Tunaweza kusoma tu 12. Unaweza kutupatia 12. Tusome 12. Verse 12 inasema Verse 12 inasema Josephat akaomba, oh our God. Akasema, oh our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us. Nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani Josephat alijua ama the fourth step ni utachukua katika maisha hayo kutana changamoto. It is to admit you need help. Admit you need help. Kubali unahitaji msaada. Bwana asifiwe. Josephat alikubali ama kulingana na vile aliongea. Alisema kwamba hawa tuwezani nao. Unahitaji msaada wako. Bwana asifiwe. Unajua Mungu ako na nguvu, ama Mungu wetu anataka kutupigania, lakini atatupigania tu tukikubali. Umesikia hiyo? Mungu atakupigania tu ukikubali akupiganie. Ukikosa kukubali akupiganie, hata kama atakuwa umezingirwa na majeshi ambao wako na chajo za moto, bado utapigana. Bwana asifiwe. Kama Elisha angechukua hatua, aliona tu wamezingirwa na chajo za moto, lakini ilikuwa ni lazima aadmit anahitaji Mungu amsaidie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Josephat akaadmit, akasema sisi, for we have no power against this great multitude. Waambia Mungu, mimi sina nguvu ya kuweza nao. Wamenikujia, wamefanya hivi, wameleta shida katika ndoa yangu. Ile ugonjwa niko nao sijui kama inaweza kupona. Mimi siwezi. Bwana asifiwe. Admit. Admit that you need help. That is the other step, which is very important. Kubali kwamba unahitaji nini. Lakini nani anaweza kuadmit? Mwenye huwa anaadmit weakness ni yule ambao
kiburi akija kuweka chini. Kuna watu wako na kiburi kiwango wa kwamba hapana nafasi ya kubali hawawezi. Ugonjwa umekuja, ninaweza kuenda even Karen Hospital, Aga Khan Hospital, I have the facts. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo badala kumgeukia Mungu, unageukia mfuko. Unageukia insurance yako. Bwana Yesu asifiwe. Vita inakuja, unageukia upande ule mwingine. Mimi nataka kukuambia mpendwa, kama unataka kushinda vita vya ulimwengu, iwe ni utasa, iwe ni financial problem, iwe ni relationship problem, iwe ni nini, admit na kwamba hawezi. Na ninakuambia utaona vile Mungu anafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lile lingine ni kwamba number 5, nataka nimalize. Number 5 ni kwamba rely on God's power. Oh yes. Tegemea. Bwana asifiwe. Tegemea Mungu. Tegemea. Ambia mwenzako tegemea Mungu. Tegemea. Rely on God's power. Ninasema nini nikikwambia rely on God's power? Hata Joshua anasema asiwezani na hao. Lakini mpendo, wakati una rely on God's power, wakati ule unategemea Mungu, God raises you and God keeps you above the circumstances. Ama hiyo hali imekukujia, anakuweka juu. Bwana asifiwe. You are on it. You rely on God. God makes you to be on the circumstances. Ama unakuwa juu ya hiyo circumstances. Unajua hizi vita za zingine zinakuwa ni kama tuseme mattress for example. I give you an example ya mattress. Ukilalia mattress unasikia starehe. Si ni kweli? Hebu kumbuka huko. Si ulikuwa umelala. Ulikuwa umelalia mattress ukalala ukasikia vizuri. Je, what if it is the opposite? Mattress ikulalie. Kwa hivyo wewe uko chini ya mattress. Ni nini kitafanyika? Si usuffocate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunamtegemea Mungu, God keeps us above ama on top of the circumstances. Anatuweka juu ya ile hali. Na kwa hivyo we relax pale. Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahia tukiwa mahali hapo. Ndio tuko na shida, ndio tunakutana na changamoto, lakini we are above the circumstances. Pigeni Bwana Yesu makofi. That is the way it is supposed to be. Haufai kukubali hali sikuweke chini yake. Sikuweka chini yake sitakusapoketi. Bwana asifiwe. Sitakumaliza. Utajikuta unaenda ukiongea peke yako kwa sababu umekuwa supported na hali. Lakini wakati una rely on God, you keep you there. You just relax there. Bwana asifiwe. Utarelax hapo kama vile Musa alikuwa na relax ndani ya maji. Na huko chini crocodile simejaa. Hii unajua crocodile. Mimi nimeelewa hii sehemu ya Tanzania, ninajua vile crocodile zilikuwa zinajaa. Sijui kama zingiana na ngapi. Zilikuwa nyingi. Bwana asifiwe. Lakini sikiwa pale, sisi tulikuwa tunaswim juu yake. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunaswim juu yake na wangetugusa au wako chini. Hiyo ndio Mungu atakufanyia wakati utakubali kurely on God. Kwa hivyo mpendwa, ninakwambia nini? Ninakwambia rely on God so that you can win the battles of life. Ya sita nikimalizia, wakati uko mahali pale, tupatiwe makazi kama verse 15 nimemaliza. Usiogope. Hiyo 15 tena. Ukiwa mahali pale, mpendo, usiogope. Verse 15 inasema verse 15 ile tulisoma inasema aliambiwa nini? Ama maandiko inasema kwamba ukiwa mahali pale ama ukileta shida zako kwa Mungu, ile jibu alipata hapo mara moja. Alipata jibu akaambiwa, do not fear, no. Yes. And he said, listen, all you Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you King Joshua, thus says the Lord to you, do not be afraid, nor dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but
Haleluya. Pigieni Bwana Yesu makofi. Wakati unakutana na changamoto za ama vita vya maisha haya, mpendwa, Mungu anakuambia usiogope. Na mimi nakwambia leo usiogope. Hata kama unapitia nini, usiogope. Wala usifadhaike. Bwana asifiwe. But relax. Ambia mwenzako relax. Relax in faith. Yeah, relax in faith. So point number 6 is that we are supposed to relax. Hata kama tunapitia nini katika maisha haya, we are supposed to relax in faith. Kwa sababu gani? Vita sio vyetu. Usifadhaike, vita sio vyako. Kwa hivyo just relax. Tumwambie mwenzako relax. Kwa Kiswahili ni relax. Tulia, amen. Tulia. Ambia mwenzako, na kama ni Mkikuyu akabidi kuna wewe mwambie hapo forera. Bwana asifiwe. Wakikuyu wanasemanga vizuri sana. Wakati yule mtu anafanya na wewe forera. Forera. Siwaambie mwenzako forera. Relax. Hata kama unakutana na nini, relax. Hata kama ni magonjwa, relax. Hata kama watakwambia watakupeleka kwenu, relax. Bwana asifiwe. Forera. Kwa sababu hizo vita si zako. Hizo vita sio zako. Leo ni siku ya wamama. Mimi wakati niliambiwa na tutaonana, nikienda utasema, utajua vile nitafanya. Utakuja kujuta. Roho Bwana aliniambia forera. Vita sio vyako. Na nikiwa katika kuforera, nikasikia Roho Bwana aliniambia siongee. Toa unabii, nikatoa unabii. Ukirudi utanisema ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati ule umerelax katika imani, hata kama vita ziko namna gani, Mungu anakuwezesha kutoa unabii. Unasema hii hali haitakuwa tena. Bwana asifiwe. Unasema hata hii ugonjwa sio la kifo, ni ya kuishi. Unasema hata huyu mtoto atabadilika. Bwana asifiwe. Unasema mimi nitaishi huku. Umeambiwa nitampeleka kwetu. Huku. Huko ndio utanikuta nikiwa na grey hair. Bwana asifiwe. Unatoa unabii. Ameanza kukuambia atakupeleka kwenu baada ya mwaka mmoja, mwaka mbili, wewe ni kitu gumu. Na wewe ukiorera ama ukirelax hapo katika imani, unatoa unabii. Na mimi grey hair. Bwana asifiwe. So ukiwa hapa. Na unatoa unabii kwa sababu relax. Kwa hivyo wapendwa, nataka kuwaambia nini? Ninataka kuwaambia kwamba wakati ule tutachukua hizo hatua katika maisha haya, tuwe watu wa kupumzika, kwa sababu tunajua kwa kweli vita sio vyetu na vita ni vya nani? Ni vya Mungu. Na tunaamini ya kwamba Mungu ni wa kweli na Mungu habadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa mahali pale, tutafikia stage ya kumwambia Mungu ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakuwa uko na umerelax katika imani, utakuwa na nafasi ya kuambia Mungu ni asante. Inani basi unamwambia asante Mungu. Asante kwa sababu hizi vita hili sio zangu. Sasa niwaambie, sijui kama umewahi kwenda hospitali kubwa, sijui kama ni hospitali kubwa ama ni hospitali zote, madaktari wanakuanga na ufunuo. Umewahi kujua hivyo? Wasomi wanaitwa madaktari wanakuanga na ufunuo. Huwa unakuta wameandika we treat but God heals. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwewe kuona kitu kama hiki? Mimi siku moja nikiingia theater Mbisha Hospital, niliona hiyo kitu we treat but God heals. Hiyo kitu ilifanya relax. Nikajua na kumbe mimi siko kwa mikono wa binadamu. Kumbe niko katika mikono wa Mungu. Hao kazi yao ni kutreat tu treat. Lakini God is there to heal me. Bwana Yesu asifiwe. God is there to heal me. Kwa hivyo hii inatokana na wapi? Hii inatokana na kujua kwamba wakati unajua kwamba for sure hii kazi kitu iko mikononi mwa mwenyewe na mwenyewe ako na uwezo. Maisha yangu iko katika mikono ya mwenyewe na yule mwenyewe ako na uwezo. Unajua kwamba kuna kitu gani? Bwana asifiwe. Nitaingia hii jana na nitatoka kwa sababu the healer is in the Yesu. Bwana asifiwe.
The healer is in the theater. Inaweza kuwa daktari ameenda ama ako na ile lakini ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, nataka kukuambia nini? Wakati huo utajua it is God who heals and not the doctor. It's not the hospital. You'll be able to say the fear of God. Thank you, God, because tomorrow I'll be okay. Bwana asifiwe. The next minute I'll be okay. The next minute I'll be back to my people. The next minute I'll be alive. Bwana Yesu asifiwe. Utaambia Mungu asante. Kwa hivyo wapendwa, nakuambia nini? Point ya 5 ni kwamba, ya 7 ni kwamba start telling God thank you. Kwa ajili ya kitendo. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuambia Mungu asante. Hata kuambia Mungu asante kwa sababu uliambiwa utarudishwa kesho. Hata kuambia Mungu asante kwa sababu umekuwa mgonjwa. Hata kuambia Mungu asante kwa sababu hata hiyo ugonjwa anaondoa. Hata kuambia Mungu asante kwa sababu hiyo changamoto anawezana nayo katika jina la Yesu. Naomba tukasimame na miguu yetu tukiwa tuko na shukrani kwa sababu ile changamoto tunapitia Mungu anapambana nayo. Ile hali tuko Mungu anapambana nayo. Na anaenda kutupigania na yeye anawahi vita. Hakuna vita imewahi kushinda Mungu wetu. Kwa hivyo hata hii unapitia katika maisha haya hautashindwa katika jina la Yesu.